kumbukumbu sa neema. Kwa maana Bwana Elohim wenu alikausha maji ya Yordani kwa ajili yenu hata mlipopita, kama Bwana Elohim wenu alivyofanya kwa bahari ya Shamu, aliyokausha kwa ajili yetu hata tulipovuka, ili mataifa yote ya dunia wapate kujua ya kuwa mkono wa Bwana ni wenye nguvu, mpate kumcha Bwana Elohim wenu milele. Majira ya machipuko, mvua na theluji inayoyeyuka imejaa mto Yordani kiasi cha kufurika. Maji yake yanakimbia haraka kuelekea bahari ya chumvi, hata katika sehemu zenye kina kirefu zaidi. Yordani inapita kuvuka mto ni shughuli hatari. Jamii nzima inawezaje kuvuka ikiwa imebeba wasii, wanawake wajawazito, watoto na mifugo? Kwa mwanadamu haiwezekani, kwa Elohim rahisi. Jitakaseni na vuka Yordani. Kuvuka Yordani, haja ya utakatifu, ajabu ya Elohim. Kumbuka na usahau, ishara ya ukumbusho, hatari ya kusahau. Hatua muhimu ya mto Yordani. Kuvuka mto Yordani, haja ya utakatifu. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni kwa kuwa kesho Bwana atafanya mambo ya ajabu kati yenu. Kwa miaka 40 wingu lilikuwa limeashiria wakati wa kuvunja kambi na kuondoka na sanduku la agano liwaongoza Israeli kwenda kwenye eneo lake jipya. Wakati ulikuwa umefika wa kusunga, ulivunja kambi huko Shitimu na kupiga kambi kwa siku 3 na ng'ambo ya Yordani. Kisha walipokea agizo la kufuata sanduku la agano kuingia katika nchi ya ahadi. Kufuatia vilivyokuwa ndani ya sanduku la agano. Mitii Elohim, amri 10. Kutumainia utosanjaji wa Elohim, chombo chenye maana. Waheshimu viongozi walioteuliwa na Elohim, fimbo ya Haruni. Lakini kulikuwa na sharti, walipaswa kutakaswa, kuwekwa wakfu, huku kulihusisha utakaso wa kimwili, kufua nguo na mwili, kuacha dhambi na kuwa na mtazamo wa kukubaliana kuhusu kutii amri za Elohim. Miujiza ya Elohim. Maji kutoka juu yakaacha kutiririka, yalirundikana katika rundo mbali sana katika mji uitwao Adamu karibu na Sareptani. Wakati maji yanayotiririka hadi bahari ya Araba, yaani bahari ya chumvi, yalikatwa kabisa. Kwa hiyo watu wakauvuka kuelekea Yeriko. Elohim ni yeye tu afanyaye mambo ya ajabu. Kwa hivyo tunamtambua kama Elohim mmoja. Tunakumbuka maajabu yake na tunasimulia matendo yake ya ajabu. Hakuna kitu kigumu sana au cha ajabu sana kwa yeye ambaye aliumba vitu vyote. Kwa hivyo tunaweza kuamini kwamba anaweza pia kufanya maajabu katika maisha yetu. Kuvuka Yordani ni moja ya maajabu ya Elohim ambayo kwa unabii yanaelekeza kwa mingine wa maajabu makubwa ambayo Elohim ameahidi kufanya ndani yetu, kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Kumbuka na kusahau. Ishara za ukumbusho kutumika kama ishara kati yenu katika siku zijazo, wakati watoto wako watakapokuuliza mawe haya yanamaanisha nini, waambie. Katika Biblia ishara inaweza kuwa na maana kadhaa. Tendo kubwa wafalme, ishara ya kitu, alama ya onyo, alama ya kipekee, ukumbusho. Mawe 12 yalichukuliwa kutoka Yordani ambayo Yoshua aliweka kama ishara ni ukumbusho. Zaidi ya kumbukumbu yenyewe, ni nini lengo ambalo Elohim alikuwa akifikiria wakati wa kuumba mawe haya yasimamishwe?
Vizazi vipya vilipaswa kujua kile ambacho Elohim alikuwa amefanya. Imani yao ilipaswa kutegemea maajabu ya Elohim. Ilikuwa jukumu la wazazi kuwasilisha maarifa haya kwa watoto wao. Kwa maarifa haya, kila mmoja wetu lazima aishi kwa imani yake mwenyewe. Hatari za kusahau. Wana wa Israeli walifanya maovu machoni pa Bwana, walimsahau Bwana Elohim wao na kuwatumikia Mabaali na Ashera. Katika kuweka mawe 12 ya ukumbusho huku Gilgali, Yoshua alisisitiza mambo mawili. Elohim alikausha bahari nyekundu mbele yetu. Yoshua, Kalebu na wachache ambao walikuwa bado haikatoka kizazi kilichotoka Misri. Elohim alikausha mto Yordani mbele yenu, kizazi kipya kilichozaliwa jangwani na kilichokusudiwa kushinda Kanaani. Kizazi kipya kilikuwa katika hatari ya kufanya makosa sawa na wazazi wao, kusahau matendo makuu ya Elohim. Kwa bahati mbaya walisahau na walilipa na kuvuna matokeo. Ni muhimu sana basi kuweka akilini mwetu jinsi Elohim amewatunza baba zetu, na wakati ambapo tumeona kwa macho yetu mkono wenye nguvu wa Elohim. Hatua muhimu za mto Yordani. Alingeweza bahari kuwa nchi kavu, ulipita mtoni kwa miguu huku tutafurahi ndani yake. Kuvuka bahari nyekundu na Yordani ni matukio mawili ya kihistoria ambayo yameunganishwa kama hatua muhimu katika historia ya ukombozi, pamoja na sheria ya ukombozi wetu kutoka dhambini na ufikiaji wetu wa uzima wa milele. Kimuujiza kuvuka mto Yordani na kuletwa katika uwepo wa Elohim ulikuwa ukweli kwa Elia, kwa Elisha. Hata hivyo, tukio hilo lilikuwa ishara ya kupokea Roho Mtakatifu ambayo ilimwezesha kutimiza utume wake. Kuingia katika maji ya Yordani kulikuwa na matokeo sawa kwa Yeshua ambaye aliwezeshwa na Roho Mtakatifu kutimiza utume wake, kutuweka huru kutoka kwa dhambi na kutupa uzima wa milele. Basi tukumbuke fadhili za Bwana na wingi wa rehema zake. Kama watu wa Israeli, hebu tuweke mawe yetu ya ushuhuda na tuyaandike juu ya hadithi ya thamani ya kile ambacho Elohim ametufanya, na tunapotathmini shughuli zake kwetu katika hija yetu, hebu kwa mioyo iliyoyeyuka kwa shukrani tutangaze, nitamlipa Bwana nini kwa faida zake zote kwangu. Nitachukua kikombe cha wokovu na kulitia jina la Bwana. Nitaweka nadhiri zangu kwa Bwana sasa mbele ya watu wake wote.